Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamekutana nchini Qatar Jumanne hii kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Kongo mwezi Januari. Taarifa ya pamoja serikali tatu ilisema Tshisekedi na Kagame wamekutana huko Qatar na kukubaliana kusitisha vita DRC. Mkutano huo uliosimamiwa na Amiri wa Qatar unakuja siku moja baada ya kundi la M23 kujitoa kwenye mazungumzo mengine ya Angola, ikiwa tayari imeteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Kongo imeishutumu Rwanda kwa kutuma silaha na wanajeshi wa Rwanda kuwaunga mkono waasi hao ambao mashambulizi yao yametumbukiza mashariki mwa Kongo katika mzozo wake mbaya zaidi katika miongo kadhaa. Rwanda imesema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoshambulia Kigali, ikikana kuiunga mkono M23. Nchi jirani zimekuwa zikifanya kazi ya kusuluhisha usitishaji mapigano, lakini jaribio la kuileta serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa M23 pamoja katika mkutano nchini Angola siku ya Jumanne ilishindikana wakati M23 ilipojiondoa Jumatatu mchana. Wakuu wa nchi wamethibitisha kujitolea kwa pande zote kusitisha vita mara moja na bila masharti, serikali tatu zilisema katika taarifa ya pamoja. Wakuu wa nchi kisha wakakubaliana juu ya haja ya kuendelea na majadiliano yaliyoanzishwa Doha ili kuweka misingi imara ya amani ya kudumu. Mwanadiplomasia aliyefahamishwa kuhusu mazungumzo hayo alisema mkutano huu haukuwa rasmi na haukukusudiwa kuchukua nafasi ya juhudi zozote zilizopo na zinazoendelea za kutatua mzozo wa DRC. Mzozo wa mashariki mwa Kongo umedumu kwa muda sasa, madini yakitajwa kama kichocheo kikubwa. Mzozo umeongeza harakati tangu Januari mwaka 2025 na maelfu ya watu wameuawa na mamia ya maelfu kulazimishwa kuyakimbia makazi yao. Nchi ya Ghuba ya Kiarabu ya Qatar imekuwa kama mpatanishi katika mizozo kadhaa ya kimataifa. Hivi karibuni ilifanya kazi na Misri na Marekani katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas huko katika ukanda wa Gaza, ambayo yalivunjika mapema siku ya Jumanne na kwamba mashambulizi yameanza tena. Hata hivyo, Rwanda imewekewa vikwazo na mataifa mbalimbali ya Umoja wa Ulaya, lakini pia na Marekani. Rais wa Rwanda Paul Kagame alitangaza juu ya nchi kama Ubelgiji, moja kati ya mataifa yaliyotengeneza uhasama na yanayoifanya Rwanda kuchukiwa na majirani zake. Hata hivyo, Rwanda imeuondoa kabisa ubalozi wa Ubelgiji, kadhalika na Wabelgiji nao wakamfukuza balozi wa Rwanda nchini humo. Mtazamaji wa The World News, hali inaonekana huenda ikawa shwari katika kipindi hiki, na ni baada ya viongozi hawa wawili wakuu wa nchi kukutana huko Qatar kufanya mazungumzo na wakakubaliana kusitisha mapigano kukabiliana na M23, moja kati ya makundi ambayo yamekuwa hatari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.